Mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Alfred Mtambi amesema kuwa hakuna taifa ulimwenguni lililoendelea huku likiwaachia nyuma wafanyakazi wake. Maendeleo ya taifa yanakwenda sambamba na bega kwa bega yakikokotana na wafanyakazi, lakini wafanyakazi wasijihusishe na ubadhirifu wa fedha zinazotolewa na serikali na wafadhili katika miradi ya maendeleo. Na tasnia zote ndiyo nguzo na uhai wa taifa lolote lile. Serikali inathamini na kuenzi mchango mkubwa sana wa wafanyakazi mlioko katika sekta binafsi, sekta za umma na sekta nyinginezo zisizo rasmi, ambao kila siku mmekuwa mkivuja jasho kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kipekee nichukue fursa hii kukupongezeni sana kwa kuadhimisha siku yenu. Maonesho mliofanya siku ya leo yamefana kweli kweli. Hongereni sana. Haya yamesemwa na Kanali Mtambi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani hapa mkoani Mara Mosi ya 2025 mbele ya maelfu ya wafanyakazi katika viwanja vya Mkendo. Iliyosomwa kwa niaba yenu na mratibu wa TUCTA mkoa. Risala imebeba maneno ya shukrani, lakini pia imebainisha changamoto na kero mbalimbali zinazowasibu wafanyakazi. Kwa niaba ya serikali, ninawahakikishieni kuwa tumepokea na tutazifanyia kazi kwa uzito unaostahili changamoto hivyo. Kanali Mtambi aliongeza kuwa kufanyike vikao vya mabaraza ya wafanyakazi, huku akiwataka waajiri wote wakumbuke majukumu yao, mathalani kupeleka pesa za watumishi katika mifuko ya hifadhi na hata kupeleka fedha katika mifuko ya fidia ili kusaidia watumishi kulipwa stahiki hizo pale wanapopatwa na changamoto kazini. Stahiki za wafanyakazi zilipwe kwa wakati na hili litaepusha kulimbikiza madeni. Pokeeni vipengele vya leo kwa haraka sana. Nimepewa dakika chache. Harakisha. Sote tushiriki. Hii ni siku muhimu mno. Wafanyakazi, wachapakazi wote humu duniani. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwetu Tanzania wapo wafanyakazi tena wanachakarika kuleta tija ya maendeleo kwa jamii. Hasa mkoa wetu wa Mara, tunamshukuru Rais Dr. SS Hassan nchini kutekeleza jambo letu la nyongeza za mishahara. Tuwasema asante. Motisha kwetu itafaa. Kazi iendelee. Ombi kuu kila May Day ni nyongeza zaidi. Ndilo jambo letu hilo. Kanali Mtambi aliongeza kuwa siku hii inaambatana na kutoa zawadi kwa wafanyakazi bora, huku akiwapongeza wafanyakazi hodari, huku akiwaomba wasibweteke na kwa kupata zawadi hizo, bali waongeze juhudi, na wale waliokosa zawadi leo hii juhudi zao zitazaa matunda hapo mbeleni. Awali, kabla ya mkuu wa mkoa kuongea na wafanyakazi hao, risala ya wafanyakazi hao
ilizitaja changamoto kadhaa. Na mambo mazuri ambayo serikali ya awamu ya 6 imetekeleza, zipo baadhi ya changamoto ambazo tunaomba zitatuliwe. Eneo namba 4, ucheleweshaji na kutopeleka michango ya wafanyakazi katika mifuko ya hifadhi ya jamii. Ndugu mgeni rasmi, bado kuna changamoto ya watumishi ambao ni watendaji wa kata, madereva na walinzi ambao fedha zao hazikuwasilishwa katika mifuko ya hifadhi ya jamii kati ya mwaka 1994 hadi 2004. Suala hili bado halijapatiwa ufumbuzi. Tunaomba serikali ilipatie ufumbuzi ili pindi watumishi wanapostaafu wasipate usumbufu. Eneo namba 5, kutolipwa fedha za likizo kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, pamekuwepo na changamoto ya kutolipwa fedha za likizo kwa wakati, na wapo waajiri ambao hawalipi kabisa fedha ya likizo, jambo ambalo linawaathiri wafanyakazi pakubwa kisaikolojia. Namba 6, changamoto ya watumishi wa kada ya afya na kada zingine. Ndugu mgeni rasmi, kuna changamoto kwa watumishi wasiokuwa walimu pindi wanapojiendeleza kielimu. Wanapata changamoto katika kubadili miundo yao ya kiutumishi. Wanalazimika kupewa mshahara wa mtumishi anayeanza utumishi katika kada hiyo. Mfano, afisa muuguzi msaidizi mkuu akijiendeleza kwa kusoma shahada ya uuguzi, daraja lake la mshahara litashuka. Tunaomba Mheshimiwa mgeni rasmi utufikishie kero hiyo kwa Mheshimiwa Rais ili atatue kero hiyo ya wafanyakazi. Swala hilo linatatiza viongozi waliofikia ngazi ya juu, wakihofia kwenda kujiendeleza kielimu, mishahara yao itashuka. Eneo namba 7, changamoto ya malipo ya uhamisho katika maeneo ya mjini. Ndugu mgeni rasmi, baadhi ya watumishi walio katika kada ya ualimu waliopo katika maeneo ya mjini, pindi wanapohamishwa kwenda kituo kingine cha kazi ndani ya maeneo ya mjini, wanalipwa posho ya usumbufu, yani disturbance allowance. Lakini watumishi wasio katika kada ya ualimu hawalipwi kwa kisingizio hawajabadili makazi. Jambo hili tunaomba litazamwe vyema upya ili kutoleta sura ya watumishi wa kada fulani kupata stahiki fulani ili hali wengine hawapewi. Try your best just to make it quick. Home and tend to the sick. Cause there must be something she can do. This heart is broken in two. Tell her it's a case of emergency. There's a patient by the name of Gregory. Night nurse, only you alone can quench this thirst. My night nurse, oh gosh, oh the pain is getting worse. Kabla ya kuanza shughuli hii, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Mtambi alikagua mabanda mbalimbali ya shughuli zinazotoa huduma katika mkoa wake. Mojawapo ya mabanda hayo lilikuwa ni banda la TANESCO, ambapo walieleza juu ya jiko lao la umeme jipya ambalo linatumia uniti moja ya umeme kupika maharage. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, jiko hili ni msaada mkubwa kwa watumiaji wa umeme Mekoni. Linatoa uhakika wa matumizi ya umeme mdogo kwa wateja wetu. Sasa wateja wasiwe na hofu,
matumizi ya umeme kwa mapishi ni bora na mapishi yake ni bila moshi. Maelezo haya yalitolewa na afisa wa TANESCO mbele ya Kanali Mtambi. Afisa huyu alifahamika kama Bibi Sara Lucas Ndanga, ambaye ni mhasibu msaidizi wa shirika hilo la umma nchini Tanzania. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. It is we who plowed the prairie, built the cities where they trade, dug the mines and built the workshops, endless miles of railroad lanes. Now we stand out as the wonders we have made, but the union makes us strong. Kwa mkoa wa Mara, sherehe hii ilihudhuriwa na wafanyakazi kutoka vyama vyao kadhaa wakiwa na viongozi wao pamoja na wakuu wa taasisi binafsi na taasisi za umma, wakurugenzi wa halmashauri zote za wilaya, makatibu tawala wote wa wilaya na katibu tawala wa mkoa wa Mara ndugu Gerald Kusaya, ambapo alipokuwa akimkaribisha mkuu wa mkoa wa Mara alisema kuwa shughuli hii imeandaliwa ili wafanyakazi washerekee sikukuu yao, akiwaomba wafanyakazi wafanye kazi kwa heshima ya nafasi zao na kuonyesha weledi kazini kwa kila jukumu wanalopewa wakiwa watumishi. Solidarity forever, for the union makes us strong. In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms, magnified 1,000-fold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union makes us strong. Historia ya siku ya wafanyakazi duniani huadhimishwa kila Mei Mosi ya kila mwaka kukumbuka hatua, madhira na balaa kadhaa walizopitia wafanyakazi duniani
katika kudai haki zao za kufanya kazi, haki za kufanya kazi masaa 8 kwa siku, malipo ya mishahara yao ya haki, mazingira bora na salama ya kazi, na pia kupata muda wa uhuru wa kuabudu siku moja katika juma. Makala haya yametayarishwa na Adeladius Makwega kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mara. Will you still care? Will you be
fear, in my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish